Kuna vitu viwili ambavyo vimetokea vikubwa vya kutisha kwenye hii madhabahu, na tatamani tuvipokee kwa shangwe ambayo haijawahi tokea kwa jina la Yesu. Hivi vitu ni kwa ajili ya wewe uliopo hapa, lakini pia kwa ajili ya wewe unayefuatilia kwa njia ya mitandao ya kijamii. Ndugu zangu, humu ndani kama kuna wapentekoste wa kweli ambao bado wametunza moto, wapentekoste wa kweli ambao bado wanajua zama zile, baada ya Bwana kufanya, baada ya Bwana kutenda jambo jipya, nini kilikuwa kinatokea. Namshukuru Yesu kunipa neema ya kulelewa kwenye upentekoste wa zamani. Nakumbuka miujiza ilipotokea nyumbani mwa Bwana, matendo makuu yalipotokea nyumbani mwa Bwana, kanisa halikuweza kunyamaza, kanisa halikuweza kutulia, na mbingu zikawa zinaendelea kushawishika kufanya mambo makubwa. Sasa niwaambie kanisa la Yesu, tulikuwa kwenye maombi makali, kila mmoja kwa namna yake, wengine sirini, wengine kwenye vikundi, kuwaombea watu kadha wa kadha. Na hawa watu ni watu wafuatao. Tulikuwa tukimwombea binti wa mtumishi wa Mungu, mkurugenzi wa CMF, mzee Chata, pamoja na mke wake, binti yake Grace, ambaye alionekana na vitu vigumu sana na vikatutisha, kwamba kwenye umri huu inawezekanaje mtoto akawa na vitu vya kutisha namna hii. Kwenye umri huu mtoto mapafu yajae maji, vipimo vinaonyesha mapafu yamejaa maji. Kwenye umri huu mtoto ana vimbe ambazo anasema kwa dalili za mbali ni kama zina malengelenge ambayo yametengeneza maji, na wanaogopa hata namna ya kufanya operation, kwamba labda tukifanya vibaya yale maji yakitumbuka yanaweza yakawa labda na vitu vya hapa na pale. Tukamwamini Bwana, tukamuomba kila mmoja kwa namna yake, wengine sirini, wengine hadharani, lakini unajua kile Bwana amefanya. Na ndio maana nimesema siwezi nikanyamaza kwa kile Bwana amefanya, na kwa hili ambalo tunalifanya tunamwamini Mungu kutenda mambo makubwa zaidi kwa jina la Yesu. Bwana akaniambia, kwenye kizazi chenu sionekani kufanya mambo makubwa, kwa sababu hata yakitokea mnayapuuza, hata yakitokea yanaonekana ya kawaida, hata yakitokea hayaonekani kama yana maana kwenye mioyo ya watu. Lakini wale mliookoka zamani mnakumbuka muujiza mmoja, kanisa zima lilikuwa na uwezo wa kupomoka na kumwambia Bwana, umetenda kwa jina la Yesu. Sasa baada ya mambo yote kwenda, vimerudia wale waliopima vipimo vya kwanza, ndio hao wamepima na vipimo vya pili. Walipopima kwenye vipimo vya mwisho, walipoangalia mpaka wanashangaa, ghafla maji hawayaoni kwenye mapafu ya mtoto. Si unaona hiyo kitu? Alafu sio tu hapo, ile hofu yao ya kuzani ya kwamba labda mtoto ana kansa na kansa imeanza kusambaa, walipopima mara ya pili hawajaiona kansa, na pale wamemruhusu mtoto, tayari ametoka, yupo nyumbani akiwa na afya njema. Hobi ya pali, tunaye Mungu mponyaji, tunaye Mungu mtenda miujiza, tunaye Mungu anayeweza kufanya mambo makubwa. Kanisa, kama tunamwamini Mungu, hebu tupige kelele, tumshangilie, tumuadhimishe, tumtukuze. Hana baka